Ebana, mjadala bado unaendelea kuhusu kikosi kazi cha timu ya taifa mpira wa miguu nchini Kenya, Harambee Stars. Ni kikosi kazi ambacho kilitangazwa na kocha wa Harambee Stars ambaye anajulikana kama Benni McCarthy, raia wa nchi ya Afrika ya Kusini. Sasa kuna mjadala ambao bado unaendelea, kwa maana watu wanajiuliza maswali kibao kuhusu kikosi hiki na sababu ambazo zilipelekea kocha huyu kumwacha nje mchezaji ambaye ni nahodha wa timu ya taifa ya Harambee Stars ambaye anajulikana kama Michael Olunga na kumjumuisha Victor Wanyama ambaye aliwahi staafu kama mchezaji wa timu ya taifa ya Harambee Stars. Sasa nahodha wa zamani wa Harambee Stars Victor Wanyama ameitwa tena kwenye timu ya taifa kwa mara ya kwanza tangu atangaze kustaafu. Kingu huyo wakati mwenye umri wa miaka 33 aliitwa katika kikosi cha muda cha Harambee Stars kwa mechi mbili za kirafiki za kimataifa za FIFA mwezi Juni. Wanyama alishiriki kwa mara ya mwisho katika timu ya taifa ya Kenya wakati inapoteza 1-2 toka kwa Komoro kwenye mechi ya kufuzu kwa AFCON kundi G mnamo Novemba tarehe 15 mwaka wa 2020. Baada ya kupuuzwa, Wanyama hafla alitangaza kustaafu mnamo mwaka wa 2021 akiwa ameichezea timu ya taifa mara 65 pamoja na kuanza mara 59 na kufunga mabao 6. Wachezaji wengine mashuhuri waliojumuishwa kwenye kikosi cha Benni McCarthy ni pamoja na Kenneth Nyamwaya na Swale Pamba. Kwa hiyo Victor Wanyama yuko katika kikosi cha Harambee Stars na watu wanajiuliza maswali kibao, kwa maana huyu ni jamaa ambaye wakati huu ana umri wa miaka 33, lakini kuna wale ambao wanasema kuwa sababu ambazo zimepelekea kocha wa timu ya taifa Harambee Stars kumuita Victor Wanyama ni kwa sababu ya ujuzi na uongozi. Kwa hiyo anajaribu kupeana leadership, wanasema hivyo, kwa maana kuna wengi ambao wanasema kuwa apeane sababu ambazo zilimpelekea kutomuita mchezaji ambaye anajulikana kama Michael Olunga ambaye anatitiga kule Uarabuni na ni jamaa ambaye pia amefunga mabao kiasi cha haja katika majukumu yake ya kimataifa. Kwa hiyo kwenye kikosi hichi kocha Benni McCarthy ametangaza kuna magolkeepers hapa, kuna Brian Bwire, Faruk Shihalo na Sebastiano Wekesa. Alafu defender hawa ni walinzi: Siraj Mohamed, Swale Pamba, Abudomar, Daniel Sakari, Lewis Bandi, Alphonse Omija, Kenneth Nyamwaya na Brian Mandela. Alafu midfielders bana akaeka Victor Wanyama, Alpha Onyango, Timothy Ouma, Brian Musa, Ben Stanley Omondi, Boniface Mushiri, Muhammad Bajaber, David Sakwa, James Kinyanjui, Adam Wilson na William Lukumpaya. Alafu forwards akaweka Moses Shuma, alafu Beja Nyamawi na Emmanuel Osoro. Kwa hiyo hicho ni kikosi cha awali, yani provisional squad, ambayo imetangazwa na kocha wa timu ya taifa la Kenya mchezo wa mpira wa miguu muite Benni McCarthy, kwa maana Michael Olunga saa hii ana umri wa miaka 31. Kwa hiyo Michael Olunga ukimlinganisha na mchezaji ambaye anajulikana kama Victor Wanyama, wameshindana tu na kitu kama miaka miwili hivi, kwa maana wengi wanajaribu kuhoji, wanajiuliza inakuaje Victor Wanyama tena kurudi, kwa maana kuna wale ambao wanajihisia kuwa inaweza kuwa ni ushawishi wa kakake mkubwa ambaye anajulikana kama McDonald Mariga ambaye ni naibu mwenyekiti wa shirikisho la soka humu nchini maarufu kama FKF. Kwa hiyo ni mjadala ambao bado unaendelea, sababu ambazo Victor Wanyama amerudi kwenye kikosi kazi cha Harambee Stars na mhusika mkuu ambaye anajulikana kama Benni McCarthy kuamua kutomjumuisha kwenye kikosi hichi mchezaji ambaye anajulikana kama Michael Olunga ambaye amekuwa nahodha wa timu ya taifa ya Harambee Stars kwa muda mrefu. Vile vile pia amewajibika, kwa maana kuna yale magoli ambayo Michael Olunga ameyatia nyavuni. Kwa hiyo
Tunajaribu kufuatilia kwa karibu zaidi na angalau tupate kujua kwa maana kuna wale ambao wana argue ya kuwa Brian Mandela na mchezaji ambaye anajulikana kama Victor Wanyama, sababu ambazo wao wamejumuishwa kwenye kikosi hichi ni kuhakikisha kuwa wameleta uongozi, yani leadership. Kwa maana wengi wanadai ya kuwa kuna wachezaji ambao walifaa kuwekwa katika hizi nafasi ambazo zimechukuliwa na Brian Mandela na Victor Wanyama, kwa maana wanajihisi ya kuwa umri wao umekwenda. Kwa hiyo ni habari 254 Bonga TV Media, achia mbali simulizi KE. Tunajaribu tu kudadavua mengi ndio angalau tupate kukuhabarisha na vile vile kukuburudisha wewe kama mpendwa mtazamaji, yani yule ambaye anafuatilia habari 254 Bonga TV Media na simulizi KE kwa karibu zaidi. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, kulike na vile vile kushare makala ambazo tunaweka pale kwenye mitandao ya kijamii, na vile vile ukiwa kule magetoni, vijiweni na mitaani, usisahau kuwajuza wana kuhusiana na channel 3 ambazo zinakuwa kwa kasi zaidi. Waarabu wanaita thalatha, kumaanisha 3. Habari 254 Bonga TV na simulizi KE. Shukran jidan, marhab habib, tunawapenda zaidi.